Hii ni Technologist TV, dunia ya mwana teknolojia. Kama tulivyojifunza kwenye video iliyopita ya kwamba Microsoft Word ni kama daftari la kidijitali. Sasa safari yetu inaendelea. Leo tutajifunza jinsi ya kuunda dokumenti yako ya kwanza na kuhifadhi kazi yako, kama kuweka kumbukumbu kwenye sanduku la hazina. Namna gani tunaweza tukaanza? Kwanza tunakuja sehemu hapa ya kusearch. Hapa tutaandika Microsoft Word ili tuifungue hiyo Microsoft Word yetu. Kwa hiyo tunaandika Microsoft Word kamili hapo. Ukishaandika Microsoft Word itajitokeza Microsoft Word. Kwa wale wanaotumia version za sasa itakuja Word pekee yake, lakini wale ambao wanatumia version za zamani basi itajiandika complete ile Microsoft Word. Kwa hiyo utaifungua, utaklik Microsoft Word yako. Ukishamaliza hapo itafunguka kitu kama hiki. Inategemea na version yako. Sisi shida yetu ni new, kwa hiyo tunafungua hapa kwenye new. Okay, kuna vitu vya ziada tunaziona, kuna template tofauti hapa. Hizi za huku chini kibao na nyingine ziko chini huko tele, na nyingine unaweza ukazipata pia online kama uta search, utaingia sehemu ya kusearch hapo. Okay, sisi shida yetu kwenye blank document. Kwa hiyo utafungua hii blank document, utakliki blank document. Kwa hiyo itakuja kitu kama hiki. Kwa hiyo sehemu hii ndio tulisema unaweza ukatype ukapanda maneno yako yale. Kwa hiyo unakuja hapa unaandika chochote ambapo ndo sehemu ya kuedit. Okay, sisi leo shida yetu ni kufanya nini? Kuja ku save file. Kwa hiyo tunakwenda kwenye neno linaloandikwa huku file pembeni upande wa kushoto kama unavyoona. Kwa hiyo utakuja utagusa, utaklik files. Ukishakuja kwenye file, kwa kuwa ndo mara yetu ya kwanza kusave, utabonyeza save as. Kwa ukishabonyeza save as, kwa hiyo zitakuja option nyingi sana za kusave tayari hapo. Kwa hiyo sisi shida yetu tutafute sisi wapi pa kusave. Kwa hiyo tutakuja kwenye ku browse. Kwa hiyo utabonyeza browse. Ukishabonyeza browse, basi kwenye ku browse maana yake utakwenda kuchagua wewe wapi unataka kusave kazi yako. Kwa hiyo unakuja sisi wacha tuingize kwenye sehemu hii, sina sehemu ya kusave. Okay, tutengeneze folder tu hapa jingine, sio kitu kipya, tumeshafanya sana huko tulikotoka nyuma. Kwa hiyo tunatengeneza folder hapa, then folder langu naliacha hivyo, na kazi yangu hii sibadilishi jina, maana naona jina liko vizuri kwa upande wangu. Kwa hiyo nitakuja nitasave hapo, nitasave ndani ya hilo folder. Kazi yangu imeshajisave na jina langu ni lile kule juu tayari. Jina la document yangu imeshakuwa tayari, document imeshajisave. Lakini pia si lazima uanze kupitia Microsoft Word moja kwa moja ili kutengeneza document yako mpya. Unaweza pia kufungua document mpya moja kwa moja kutoka kwenye desktop au hata kwenye folder. Sisi tuchukulie mfano kwenye desktop hapo. Kwa hiyo unakuja kwenye desktop yangu, unashusha kasa yako, unaiweka sehemu ambayo ni tupu fulani kama hapo, unabonyeza right click. Ukishabonyeza right click utakuja kwenye new. Ukishabonyeza new utakuja kwenye Microsoft Word document. Kwa utakuja kukliki hapo kwenye Microsoft Word document. Ukiklik Microsoft Word document, basi una enter na Microsoft Word document yako, utaipa majina, utaiandika. Ukishamaliza kuandika, utasave jina lako kwa kubonyeza enter. Maana yake tayari umeshafanya nini? Umesha save document yako. Document yako hiyo pia unaweza ukaja ukaiedit kwa kuklik tena mara mbili kwa ajili ya kuja kuwa edit na kuandika vitu vingine. Kwa hiyo baada ya hayo machache, nisiseme mengi, tukutane kwenye video ijayo. Video ijayo tutajifunza namna gani unaweza ukabadilisha aina ya hati, ukabadilisha ukubwa wa zile hati ambazo unatumia kuandika, lakini pia vipi unaweza ukaziboldi, unaweza ukazifanya ziwe italic, unaweza ukazipiga rangi nyingine. Wewe usikose tu kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare video zetu. Hii ni Technologist TV. Karibu tena na kwaheri.